Wakati Tanzania inaanza safari ya kutafuta maridhiano ya kitaifa na kuimarisha misingi ya kisiasa, kijamii na kimaendeleo, huku wadau wakisubiri kuona mwelekeo wa mazungumzo hayo mapya, Jumuiya ya Madola imeanza rasmi mchakato wa kusaidia juhudi za maridhiano nchini Tanzania na imemtuma Rais wa zamani wa Malawi Daktari Lazarus Chakwera kama mjumbe maalum wa Katibu Mkuu. Daktari Chakwera anatarajiwa kuwasili Tanzania kwa ziara ya siku 4 kuanzia tarehe 18 hadi 21 Novemba, ikiwa ni hatua ya mwanzo ya majadiliano na wadau mbalimbali kuhusu masuala yanayohusiana na uchaguzi na mustakabali wa maendeleo ya nchi. Katika ziara hiyo atakutana na viongozi wa serikali, wanasiasa, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini na mila, pamoja na wadau wa kitaifa na kimataifa. Mazungumzo hayo yanapania kuanzisha mjadala jumuishi kuhusu maridhiano, haki za kisiasa na kuimarisha demokrasia. Akizungumza kuhusu uteuzi wa Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola, Shirley Bochwey alisema uongozi na uzoefu wa Daktari Chakwera vitakuwa muhimu katika kuweka msingi wa majadiliano ya kujenga kwa maslahi ya Watanzania. Bochwey alisema na imani kuwa mchango wa Daktari Chakwera utaimarisha amani na udhabiti nchini Tanzania kwa kuzingatia maadili ya Jumuiya ya Madola kama vile ushirikishwaji, uwazi, haki na uwajibikaji. Kwa upande wake, Daktari Chakwera alisema ameheshimika sana kuteuliwa na kwamba kama jirani wa Tanzania ameifuatilia hali ya kisiasa ya nchi hiyo kwa karibu na yuko tayari kusaidia mchakato wa mazungumzo ya pamoja. Kulingana na shirika la utangazaji la Uingereza BBC, ziara ya Daktari Chakwera inafanyika pamoja na Naibu Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola Profesa Louis Francis. Matokeo ya majadiliano yao yatatumika kuishauri Jumuiya ya Madola kuhusu hatua itakayofuata kupitia jukumu lake la diplomasia ya Good Offices. Maandamano ya siku 3 kuanzia Oktoba 29 mwaka huu wa 2025, siku ya uchaguzi, yaliacha alama kubwa inayoashiria mpasuko wa kisiasa nchini humo. Watu kadhaa walipoteza maisha huku uharibifu mkubwa wa mali za umma na binafsi ukifanywa, ikiwemo ofisi za chama tawala CCM. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.